kwa ajili ya jioni tena ya siku ya pili ambayo umetupatia Bwana. Nasi tunakuja tukishuka tukinyenyekea Bwana, tukikazie chango cha enzi cha rehema Bwana, ili tupate kusikia maelekezo kutoka kwako. Tunaomba Bwana, ile sauti yako ambayo unasema nasi kila siku Bwana, kupitia kinywa cha mtumishi wako Bwana, na kupitia nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu, upate kusema na kila nafsi ya mmoja aliye mahali hapa, pasiwepo na hata mmoja atakayetoka kama alivyoingia. Ninaomba neema yako Bwana, jalie Roho Mtakatifu wako katika kibao, katika neema ya kufundisha, katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru, amen. Kanisa, tumpigie Yesu makofi. Tumpigie Yesu makofi. Kristo asifiwe. Ninasema Kristo asifiwe. Nasema tena Kristo asifiwe. Amina. Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku hii nyingine tena ambayo Mungu ametupa ya kuwepo pamoja nasi katika semina hii ya pili. Pende kumshukuru kila mmoja kwa nafasi yake na kwa namna ambavyo amejitoa kuwepo katika siku ya leo. Baba Mchungaji, tunashukuru sana kwa uwepo wako, tunashukuru sana kwa kuweza kuwa pamoja nasi, na tunashukuru kwa kutupa nafasi kwa kweli kwa siku hizi zote ambazo tuko mahali hapa. Tulikuwa tumeanza jana kichwa cha somo ambacho kinasema uponyaji wa nafsi iliyoharibika, uponyaji wa nafsi iliyoharibika, uponyaji wa nafsi iliyoharibika. Na katika siku ya jana tukawa tumeweka msisitizo sana katika kutofautisha mwili, roho na nafsi, na nikakuonyesha wazi kabisa mwili wetu unaweza ukaharibika na unaweza ukawa na mashambulio yake. Roho yetu pia na yenyewe inaweza ikawa na mashambulio yake, lakini kuna mashambulizi ya msingi sana ambayo yanatumwa kwenye nafsi. Na somo letu kubwa linajaribu kuangalia sana mashambulizi yanayotumwa kwenye nafsi, sio yale mashambulizi yanayotumwa kwenye roho wala kwenye mwili. Na tukasema wazi kabisa, ukisoma katika kile kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana sura ile ya 1 mstari wa 2, waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2, na ndipo ambapo tuliweka msingi mzito pale kwamba mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Na wale waliokuwepo jana nakumbuka tuliangalia tafsiri mbalimbali za Biblia ambazo zimetafsiri hii neno roho kama soul, na tukakubaliana wote wazi kabisa soul maana yake ni nafsi. Kwa hiyo tukakubali wote wazi kabisa kwamba mafanikio ya mtu yanategemea jinsi gani alivyofanikiwa katika nafsi yake. Wale waliokuwa wanakumbuka tukasema wazi kabisa katika nafsi ndio mahali ambapo pana akili. Hamina, watu wa Mungu, ndio mahali ambapo pana hisia, ndio mahali ambapo pana nia, na ndio mahali ambapo pana maamuzi. Kwa hiyo kama kuna changamoto kubwa sana, nitumia katika mstari wa Ezekiel sura ya jana, nikakwambia wazi kabisa katika siku hizi za mwisho Shetani anapambana sana kuvuruga nafsi za watu. Watakuwa na kiroho kizuri, watakuwa na miili ambayo kweli haina mashambulizi ya magonjwa, watakuwa na kila kitu chochote ambacho kwa jinsi ya kibinadamu kinaonekana hawajashambuliwa mahali popote, lakini katika nafsi zao kuna mashambulizi makubwa. Kwa hiyo utakutana na mtu wa Mkristo ambaye ameokoka vizuri, anafanya kazi vizuri, lakini kwenye eneo la akili zake kuna changamoto kidogo. Utakutana na Mkristo ambaye kwenye eneo la hisia zake kuna changamoto kidogo, kwenye eneo la maamuzi kuna changamoto kidogo. Kwa nini? Kwa sababu Shetani anaweza asikupige katika yale maeneo ambayo yanaonekana kwa haraka, lakini akapiga yale maeneo ambayo ndiyo yanafanya maisha yako yanaendelea kuongezeka kila siku. Sasa katika siku hii ya pili ya leo nataka tuangalie jinsi gani nafsi inavyoweza kufungwa. Jinsi gani nafsi inavyoweza kufungwa. Nataka tuangalie kwa vipengele vifuatavyo jinsi gani nafsi inavyoweza kufungwa.
Sasa nataka tuandike kwa pointi kadhaa ambazo nazo mahali hapa, ili tuweze hata unapopata nafasi ya kuzipitia notes zako ziweze kukuonyesha ni wapi tulitoka na ni wapi tunaendelea, jinsi gani nafsi inaweza kufungwa. Pointi ya kwanza kabisa ambayo tunaanza nayo kujadili, nimeandika wazi kabisa, ni kweli na ni sahihi, nafsi inaweza kufungwa. Ni kweli na ni sahihi, nafsi inaweza kufungwa. Nafsi yako pale ambapo unakumbuka kuna mwili, roho na nafsi. Nafsi, kipengele cha nafsi tu pekee yake kinaweza kufungwa. Sasa kwenye kuifunga nafsi, wako tunaweza tukasema viko vitu vitatu ambavyo vinaweza vikaifunga nafsi yako kibibilia. Hamina, watu wa Mungu. Kitu cha kwanza kabisa ambacho kinaweza kikaifunga nafsi yako ni wewe mwenyewe. Tunaenda sawa sawa? Wewe mwenyewe unaweza ukaifunga nafsi yako. Ukisoma katika kile kitabu cha Hesabu, tutasoma mistari kadha wa kadha kidogo leo. Hesabu sura ile ya 30. Hesabu sura ya 30. Hesabu sura ya 30 mstari ule wa pili. Hesabu sura ya 30 mstari ule wa pili. Maandiko yanasema hivi, Hesabu sura ya 30 mstari wa pili. Nataka tuone jinsi gani wewe mwenyewe unaweza kujifunga nafsi. Maandiko yanasema hivi, Hesabu sura ya 30 mstari wa pili. Maandiko yanasema, mtu atakapomwekea Bwana nadhiri au atakapoapa kiapo ili kufunga nafsi yake kwa kifungo, asilitambue neno lake, atafanya sawa sawa na hayo yote yamtokayo kinywani mwake. Nataka uangalie hichi kipengele ambacho ameangalia hapa. Alikuwa anaongelea masuala ya nadhiri na vitu mbalimbali, lakini hapa anasema kwamba mtu atakapomwekea Bwana nadhiri kwa kiapo ili kufunga nafsi yake kwa kifungo, atafanya kama vile alivyokusudia, alivyoapa. Tunachotaka kukiona hapa kwa msingi, mtu mwenyewe anaweza akaamua kuifunga nafsi yake yeye mwenyewe. Kristo asifiwe. Na wasomaji wa Biblia wanafahamu kabisa nadhiri unaweza ukaifunga kwa kutumia nadhiri, kwa kusema wazi kabisa, kwa kweli mimi Mungu akinifanyia kitu fulani nitafanya kitu hiki. Unaposema hayo maneno kibibilia, ni umeifunga nafsi yako. Tunaenda sawa sawa? Kibibilia hapo ni umeifunga nafsi yako. Inapotokea Mungu amefanya eneo lake, halafu wewe hukufanya eneo lako, nafsi yako inakuwa inatembea kwenye kifungo. Kristo asifiwe. Kristo asifiwe. Kuanzia pale Mungu amefanya kile kitu na wewe kutekeleza kile kitu chako ambacho kutegemeza kile kitu ambacho Mungu amekusudia, nafsi yako tayari haiji huru tena mahali hapo. Maana yake uwezo wako wa kutumia akili tena unapungua. Tunaenda sawa sawa? Uwezo wako wa kuzimiliki hisia zako unaenda chini. Uwezo wako wa kimaamuzi unaenda chini. Kristo asifiwe. Kwa sababu ya nini? Ya nadhiri. Lakini ukisoma kwenye Mhubiri amesema wazi kabisa, ukiweka nadhiri usipoitoa, hiyo kwako inahesabika kama ni nini? Ni dhambi. Hamina, watu wa Mungu. Lakini nataka hapa tusisitize na kwamba hii ni kwa pale ambapo unafunga nafsi yako. Lakini Mungu pia anaweza akaifunga nafsi yako. Mungu pia anaweza akaifunga nafsi yako. Mungu pia anaweza akaifunga nafsi yako. Tusome katika kile kitabu cha Kutoka sura ile ya 12. Kutoka sura ile ya 12. Nataka tuone mistari kadha wa kadha mizuri mahali pale. Kutoka sura ile ya 12 mstari wa 15. Kutoka sura ya 12 mstari wa 15. Kutoka sura ya 12 mstari wa 15. Maandiko yanasema wazi kabisa, kutoka 12 mstari wa 15. Maandiko yanakula wazi, mtakula mikate isiyochachwa kwa muda wa siku 7. Siku hiyo ya kwanza mtaondoa chachu yote isiwe katika nyumba yenu, kwa kuwa mtu yeyote atakayekula mkate uliochachwa tangu siku hiyo ya kwanza hata siku ya 7, nafsi hiyo atakataliwa mbali na Israeli. Kristo asifiwe. Hapa kwa sababu ilikuwa ni agano la kale, Mungu kuna vitu alikuwa amejaribu kuvitengeneza kama sheria na utaratibu wa kuishi kwenye ile jamii.
ya wana wa Israeli, na akasema wazi kabisa, itakapotokea mtu amekosea baadhi ya vitu katika utendaji wa kuishi katika ile jamii, mojawapo ni katika kuitunza ile siku ya Sabato, nafsi ya mtu huyo itakataliwa mbali. Na hapa anayekataa sio mtu tu, ni Mungu mwenyewe anasema hicho kitu. Kwa hiyo tunaona wazi kabisa Mungu anaweza akaifunga nafsi yake. Hamina watu wa Mungu. Lakini mtu kipengele kile ambacho tunaweza kuonyesha kwamba nafsi yako inaweza kukataa, shetani pia anaweza pia naye akakufunga nafsi yako. Na ambapo ndipo tutakapoenda kuangalia shetani naye anaweza akaifunga nafsi yako. Hivyo basi, baada ya kusema haya, nataka nikueleze kitu kimoja. Kama Mungu anaweza akaifunga nafsi yako, wewe unaweza ukaifunga nafsi yako, na shetani naye anaweza akaifunga nafsi yako. Pia nafsi yako inaweza ikawa huru. Amina watu wa Mungu. Kuna mtu anaweza akawa nafsi yake iko huru, haijafungwa na chochote. Nafsi yako pia inaweza ikawa haijafungwa na chochote, haijafungwa na Mungu. Hakuna sadaka nazo kudai, hakuna dhambi zozote zinazodaiwa na wewe. Ukija kwa shetani, tukiangalia hivyo pengine shetani anapofunga nafsi, na utakuta hakuna mahali ambapo amekufunga. Na ukija kwenye vitu vingine, unakuta nafsi yako pia na wewe mwenyewe haujawahi kujinenea maneno ya ajabu, nafsi yako inakuwa iko huru. Amina watu wa Mungu. Amina watu wa Mungu. Sasa nataka tuangalie hasa namna nafsi ambavyo inafungwa. Ndio pointi ya pili, ni namna gani nafsi inafungwa. Pointi ya pili, ni namna gani nafsi inafungwa. Na hapo ndipo msingi tutakapokuwa tukienda nao kwa siku kadha wa kadha. Ni namna gani nafsi inafungwa. Namna ya kwanza ambapo nafsi inaweza ikafungwa, kwa kutuhasa tunaangalia zile mbinu ambazo shetani anazitumia. Amina watu wa Mungu. Zile mbinu ambazo shetani anazitumia ni kwa kutumia chakula. Kwa kutumia chakula. Ni mbinu ambayo mara nyingi sana shetani anaitumia sana kufunga nafsi za watu. Funga nafsi za watu. Na watu wengi sana wamefungwa bila wao kujua. Tunaenda sawa sawa. Wamefungwa kwenye nafsi zao na wanaingia kwenye vifungo mbalimbali bila wao kujua. Na wamejikuta hapo kwenye matatizo bila wao kujua. Bila kujua. Na changamoto ni kubwa tu, ni swala tu la chakula ambacho kila mtu anakiona kila siku ambapo tunafanya kwa namna hii. Watu wengi sana huwa tukiwa kama kanisani tunasisitiza, ndugu mpendwa katika Kristo, kabla hujala chakula jaribu kushiriki kufanya hata sala ya utakaso. Watu wengi sana huwa tunafikiri kile kitu ni cha kidini, lakini kiukweli saa zingine kinakuokoa na mitego mingi sana ambayo imetegewa hicho kitu. Amina watu wa Mungu. Okay, wangapi tunapafahamu pale Nyerere Square? Tunapafahamu watu wa Mungu. Nataka tuambiane hiki kitu cha kawaida kweli. Kuna mfanyabiashara mmoja alikuwa pale, sasa hivi amehama mkoa kidogo, alikuwa anafanya biashara mahali pale. Vizuri tu kabisa. Lakini ilikuwa ikifika muda wa kunywa chai. Tunaenda sawa sawa. Muda wa kunywa chai. Anatoka pale Nyerere Square. Tunaenda sawa sawa. Anaenda mpaka kule majengo kule mishoni. Na kitu tunafahamu ndio vizuri. Si ndio? Tunafahamu vizuri. Unatoka pale Nyerere Square, unatembea kuifuata chai kwa dakika 20. Alafu utakunywa chai dakika 10. Alafu utarudi kwa dakika 20. Utapumzika. Muda wa mchana atakifuata chakula tena eneo lile lile. Akishamaliza atarudi. Alikuwa na familia. Ghafla akaanza kuona mke wake hapiki vizuri. Tunaenda sawa sawa. Hapiki vizuri. Anatoka kabisa, anaenda anakula chakula na cha jioni. Akimaliza anarudi. Ndugu zangu, hiyo ilikuwa ni hali ya kawaida kweli. Na nataka nikwambie, ilikuwa ni ngumu sana kumshauri. Mwambie ndugu yangu, kuna vibanda viko vingi hapa, kuna maeneo mengine yako mahali hapa vizuri. Kwa nini unatoka hapa hadi mpande ule? Na sasa hivi familia imeanza kulalamika. Wanaandaa chakula cha jioni, haushiriki. Wameanza kulalamika. Kristo asifiwe. Asante Yesu, tuliweza kukaa naye
ongea naye, na baadaye Mungu aliweza kumfungua baadaye. Baada ya kumfungua ndio vitu vingine vikaanza kujulikana mahali pale. Sasa nataka nikuonyeshe kitu kimoja katika hii pointi kwa kutumia chakula. Jambo la kwanza ambalo nataka nikuonyeshe katika hii pointi ya chakula ni kwamba chakula ni kwa ajili ya nini? Tuandike tu alafu tutafika mahali. Chakula ni kwa ajili ya nini? Kwa nini tunakula chakula? Tungeweza kutokula chakula watu wa Mungu. Hamina watu wa Mungu. Kwa nini unakula chakula? Chakula ni kwa ajili ya nini? Siku zote tunakula chakula kwa ajili ya ustawi wa mwili wako. Naenda sawa sawa? Ustawi wa nafsi yako, lakini pia ustawi wa roho yako. Tunaenda sawa sawa? Tunakula chakula hiki cha kawaida ambacho tunakula kila siku ni kwa ajili ya kupata ustawi wa mwili wako. Usipokula chakula kwa muda fulani, mwili wako utaanza kuboreka. Usipokula chakula kwa muda fulani, baadhi ya viungo vyako vitaanza kufanya kazi. Kwa hiyo lazima tule chakula. Lakini kama haitoshi, tunafahamu kabisa roho haiwezi kukaa nje ya mwili. Kwa kama haujala chakula kwa muda mrefu, roho yako itatamani kutoka nje ya mwili, ikakae mahali ambapo inaweza ikachunga. Kwa hiyo roho yako iweze kula, inahitaji pia ule chakula ambacho ni hiki cha mwilini. Unaenda sawa sawa? Hiki cha mwilini ili iweze kuutunza mwili na roho yako iweze kukaa. Lakini kama tunakumbuka wazi kwenye nafsi, jana nilikwambia kuna akili, hisia na nini na maamuzi. Kwa ukiwa unakula chakula vizuri, uwezo wako wa kutumia akili unaongezeka. Amina watu wa Mungu. Uwezo wako wa kufanya maamuzi unaongezeka vizuri. Uwezo wako wa kutoa hisia zako unaongezeka vizuri. Wasomaji wa Biblia tunafahamu wazi kabisa, kuna mtu kwa sababu ya njaa aliuza uzaliwa wake wa kwanza. Maana yake nini? Alishindwa kuikontrol nafsi yake. Kristo asifiwe. Asingekuwa na njaa, asingeuza uzaliwa wake wa kwanza. Kuna watu kwa sababu tu ya njaa anaweza akashindwa kufanya maamuzi kwa kutumia akili vizuri. Tunapokuaga na kukaribia mitihani ya taifa au ya nini, watu tunawaambia wanafunzi, kuna vyakula ukila uwe na uhakika vinaongeza uwezo wako wa kufikiria. Hiyo ni kibiolojia kabisa. Tunaenda sawa sawa? Kuna vyakula ukila vinaongeza uwezo wako wa kufikiria kabisa. Na utakuja kugundua kwa nini kuna hapa Tanzania, utakuja kugundua kwamba kuna kanda, ukienda kwenye mashule ukitafuta wanafunzi wanaokuaga wa kwanza sana, wa kwanza top 10, utakuja kugundua wengi kuna baadhi ya kanda wanatoka. Amina watu wa Mungu. Kafanya tathmini yako, kuna kanda mara nyingi ndio inatoa sana wanafunzi wa namna hiyo. Ukifuatilia kinachosababisha ni aina ya chakula wanachokula. Kinasababisha akili yao inakuwa nini? Active. Inakuwa inakamata vitu kwa haraka sana. Kwa chakula unachokula kinaweza kukufanya ukaonekana wewe huna akili. Kristo asifiwe. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Lakini kuna chakula ambacho unakula kinaweza kufanya ukaonekana una akili kabisa. Na akili, kumbuka, iko kwenye nini watu wa Mungu? Kwenye nafsi. Amina watu wa Mungu. Kitu kingine ambacho nataka nikuonyeshe hapo ni kwamba chakula cha mwili siku zote, kwa sababu kama mwili unakula, roho inakula na nafsi inakula, vyote vinategemea chakula cha mwili ili iweze kufanya kazi pamoja. Lakini kuna chakula ambacho kimeandaliwa maalum kwa ajili ya roho. Roho yako nayo pia inahitaji kula chakula. Amina watu wa Mungu. Ukisoma katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 3, Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 3, tunaona wazi kabisa chakula chako cha roho lazima kiwe ni nini? Neno la Mungu. Kadri unapokula neno la Mungu mara kwa mara, ndivyo roho yako inapopata nini? Chakula. Amina watu wa Mungu. Lakini nafsi yako pia na yenyewe huwa inakula. Nafsi inakula kwa kutumia kitu gani? Nafsi inakula kwa kutumia masikio, kwa kusikiliza zaidi. Na inakula kwa kutumia nini? Kwa kuona. Kwa kitu unachokiangalia mara kwa mara na kitu unachokisikiliza mara kwa mara kinailisha moja kwa moja nafsi yako. Kitu ambacho unakisikia mara kwa mara na kitu unachokiangalia mara kwa mara kinailisha zaidi nafsi yako, hakiilishi mwili. Mwili
Mwili chakula chake siku zote ni ugali, maharage, mchicha, kabeji. Hiyo ni vyakula vya kawaida vya mwili. Lakini kwenye nafsi, vitu unavyosikia, vitu unavyoangalia, ndivyo vinavyoilisha nafsi yako. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Pointi ya pili nyingine katika hilo jambo la chakula ambalo nataka nikuangalie ni kitu gani kinapitishwa kwa kutumia chakula, au vitu vinavyopitishwa kwa kutumia chakula. Vitu vinavyopitishwa kwa kutumia chakula. Jambo la kwanza ambalo linaweza kupitishwa kwa kutumia chakula ambacho unakula, kinaweza kupitishwa kwa kutumia chakula ambacho unakula, ni roho. Roho inaweza kupitishwa. Hilo jambo la kwanza, roho inaweza kupitishwa kwa kupitia chakula. Andika tu roho, alafu nitakueleza hapo kwa kifupi. Roho inaweza kupitishwa kwa kupitia chakula. Sasa katika roho, naomba unisikilize kwa makini. Kibibilia, kwa msingi wa kibibilia, kwa kupitia chakula unaweza ukapitisha roho nzuri. Tunaenda sawa sawa? Lakini pia unaweza ukapitisha roho mbaya kwa chakula kile unachokula. Kwa mtu akitaka kupitisha roho nzuri anaweza akatumia chakula. Lakini pia akitaka kupitisha roho mbaya pia anaweza akatumia chakula. Sasa tuangalie kwa mfano kwa roho nzuri. Tufungue kitabu kile cha Ezekiel. Ezekiel sura ile ya 3. Ezekiel sura ya 3. Ezekiel sura ya 3. Tuangalie mstari mzuri pale. Ezekiel sura ya 3 mstari wa 2 na wa 3. Ezekiel sura ya 3 mstari wa 2 na wa 3. Ezekiel sura ya 3 mstari wa 2 na wa 3. Tunaona kwanza ule mstari wa kwanza wa pili na wa 3. Ezekiel sura ya 3 mstari wa kwanza, wa pili na wa 3. Nataka niuelezee mstari. Jaribu kufikiria hapa, Mungu amekutokea, anataka kukupa kitu au anataka kukupa upako. Tunaenda sawa sawa? Kwa jinsi ya sasa hivi, labda anataka kukupa upako au anataka kukupa kitu. Unataka upate hiyo picha ambayo Ezekiel alikuwa nayo. Mungu amekutokea kabisa, labda ni malaika ametokea mahali, anataka kukupa kitu kutoka mbinguni. Tuko pamoja hadi watu wa Mungu. Lakini sasa angalia anachomwambia Ezekiel. Mstari wa kwanza, akaniambia, mwanadamu, kula uonacho, kula gombo hili, kisha enende ukaseme na wana wa Israeli. Mstari wa pili anasema, basi nikafunua kinywa changu, naye akanilisha lile gombo. Akaniambia, mwanadamu, lisha tumbo lako, ulijazo tumbo lako kwa hili gombo nikupalo. Ndipo nikalila, nalo kinywani mwangu lilikuwa tamu kama utamu wa asali. Kristo asifiwe. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Jamani, hapa ni Mungu anajaribu kueleza. Kufuatilia vizuri historia ya Ezekiel, ilikuwa bado hajaanza kwenda, kwa sababu alikuwa ni nabii. Kabla hajaanza kufanya unabii katika level ya juu zaidi, kitu cha kwanza Mungu alichomtembelea nacho, akamwambia, kuna kitu nataka kukupa ukili, lakini nataka kukupa kitu ambacho kipo katika mfumo wa gombo. Kwa jinsi, kwa lugha ya sasa hivi, ni kama Mungu akikutokea akamwambia, shika hii Biblia alafu kula. Kristo asifiwe. Sasa kama Mungu kuna kitu unataka kunipa, kwa nini unataka kunipa kwa kutumia chakula? Si unipe tu mkononi nikipokee. Kwa nini anataka akupe kwa kutumia chakula ukile? Alafu kisha kila, kuna tafsiri zingine ambazo wanasema kwamba inawezekana kukula neno na nini, lakini kama Biblia inasema nikakila na kikawa kitamu kama nini? Asali. Na Biblia imesema wazi, kula ushibishe nini? Tumbo lako. Maana kilikuwa ni chakula kabisa ambacho unakila kabisa, unashiba kama nini, na kinashibisha tumbo lako. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Baada ya mstari wa 4, baada ya kula kile chakula, ukisoma mstari wa 4 anaendelea akisema, akaniambia, mwanadamu, haya waendee wana wa Israeli ukawaambie maneno yangu, maana wewe ukutumwa kwa watu wenye maneno mageni ama wa lugha ngumu, bali kwa nyumba ya Israeli, si kwa watu wa kabila nyingi wenye maneno mageni na lugha ngumu, ambazo hawawezi kufahamu maneno yao. Bila shaka kama ningekutuma kwa watu hao wangekusikiliza. Kristo asifiwe. Mungu akawa anamwambia, kwa nini ninakupa sababu ya kukupa hiko chakula? Kwanza ni ili kiweze kukubadilisha wewe, kwa sababu mahali ninapokutuma
ninakutuma kwa watu wagumu, watu ambao si wepesi sana kusikia neno. Kwa lazima nikujaze roho ya ujasiri, lazima nikujaze kitu ndani ya mwili wako, ndani ya nafsi yako na ndani ya roho yako, lazima nikujaze kitu fulani. Kwa hiyo akampa chakula. Alipokula na kusoma huko mstari unaoendelea, Ezekiel akawa jasiri na akaweza kutabiri katika mahali alipotumwa. Kristo asifiwe. Amina, watu wa Mungu. Lakini kitu kingine ambacho nataka ukiangalie, chakula unaweza pia, hapa tumeona ni roho nzuri inaweza ikapita. Ukisoma maeneo mengine unaona kabisa kuna kipindi roho nzuri inaweza ikaja kwa kutumia chakula. Tukipata nafasi tutakwenda mistari mingine, lakini hapa nataka uangalie kwa mfano chakula pia kinaweza kikapitisha roho mbaya. Tumeshaangalia roho nzuri, Mungu anaweza kukuletea chakula ukala. Mungu anaweza kukuletea hata katika ndoto chakula ukala, na kwa kabisa ni Mungu ameniletea. Lakini sasa kuna kipindi roho mbaya inaweza ikapita kwa kupitia chakula. Kwa mfano, tuangalie wazi kabisa. Jambo la kwanza ambalo linaweza likapitishwa kwa kupitia chakula ni magonjwa. Magonjwa yanaweza yakapitishwa kwa kupitia chakula. Tufungue katika kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 11, mstari ambao tumekuwa tukisikia mara kwa mara. Wakorinto wa kwanza sura ya 11. Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 30 mpaka wa 31. Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 30 mpaka wa 31. Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 30 mpaka wa 11. Kabla ya kusoma hapa alikuwa anaeleza hivi kitu kimoja ambacho tutakuja kukijadili hata siku zijazo, kwamba kuna watu ambao walikuwa wanakuja kanisani kwa ajili ya kupata nini? Sakramenti. Tunaenda sawa sawa. Sakramenti ni mkate ambao uwepo wako Bwana kwa ajili ya hii, kwa ajili ya uwepo wako na Kristo. Tunaenda sawa sawa. Kwa hiyo tunategemea mtu atakaposhiriki sakramenti, tuko pamoja, atapata roho wa Kristo. Lakini Biblia akasema hapa, kwa sababu wengine walikuwa wanakuja kushiriki sakramenti hawajajiandaa, na sehemu zingine wanafanya mchezo na ile sakramenti. Ndio huu mstari wa 30 anasema hivyo, kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, na watu kadha wa kadha wamelala, lakini kama tungejipambanua nafsi zetu tungehukumiwa. Kristo asifiwe. Ukianzia ule mstari wa 29 anakuonyesha wazi. Ukianzia ule mstari wa 29 pale juu anakueleza, maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake, na kwa kupambanua ule mwili. Ndipo anaeleza, kwa sababu hiyo wako watu wengi ambao hawawezi na dhaifu, na kadha wa kadha wamelala. Kitu gani ambacho nataka nikuonyeshe? Kuna watu ambao walikwenda kanisani kwa sababu walikuwa hawajajiandaa vizuri na wakafanya maandalizi ya kutosha na wakafanya kiutani. Baada ya kushiriki walipata magonjwa. Swali la kujiuliza, ndani ya sakramenti tunategemea kwamba kuna kitu cha Mungu cha uzima, lakini hawa walienda hawakukipokea kwa sababu walifanya mzana hicho kitu. Tulipokuwa shule nilisoma shule moja ambayo ilikuwa ni ya seminari. Ile shule ilikuwa ina kitu fulani ambacho ilikuwa ni lazima sakramenti kwa wiki mnaweza mkashiriki mara 3. Sasa nataka nikueleze kitu ambacho baadaye ilibidi wachungaji wakae waanze kufikiria, kwa sababu unajua wanafunzi, baba wachungaji, tunakuwa na utoto, tunaenda sawa sawa, kunakuwa na utoto. Ghafla tukaanza kugundua, unajua divai inakuwa tamu. Sasa ukiwa na akili za kiwanafunzi, unajua mambo yanakuwa mengi pia. Tunaenda sawa sawa, mambo yanakuwa mengi. Kwa sasa ghafla pakaanza ile hali ya watu kutamani kuwa wa mwisho. Tunaenda sawa sawa, watamani muwe wa mwisho, kwa sababu wa mwisho walikuwa wanapewa jagi zima. Wanapewa jagi zima na shiriki vizuri. Kwa wanafunzi tukaanza kujikuta, unajua katika utundu, unajua katika kumtafuta Kristo kuna utundu pia, watu wa Mungu. Amina. Kuna vitu unakuwa umefanya kidogo. Kwa watu tukawa tunapambana kabisa, tunasubiri zile dakika za mwisho. Kwa unajua kabisa tutakuwa na sakramenti Jumapili, tutakuwa na sakramenti baada ya Jumatano, tutakuwa na sakramenti baada ya Ijumaa. Kwa unajua hapa anipiga Jumapili pale, ukipiga na pale na Jumatano jioni, kwa mtu anakuwa amejichangamkia. Kwa ikawa imeanza hali ya namna hiyo.
hali ya namna hiyo kabisa. Na kwa sababu ilikuwa ni kitu saa zingine watu hawajui changamoto yake, watu wakawa wanaendelea hivi. Nataka nikwambie, ghafla iliinuka hali ya watu kupooza. Hamna maelezo. Lakini tulichoshangaa, ule ugonjwa wa kupooza ulikuwa unapiga wavulana. Ile shule ilikuwa ni mixer. Tunaenda sawa sawa, ni mixer kwa sababu ilikuwa na wasichana na wavulana. Lakini ilikuwa inapiga sana wavulana. Na ukiangalia lile kundi, ni lile kundi sasa ambalo tunachezaga na chakula cha Bwana. Ghafla tu anapoza, anaamka mguu haufanyi kazi, anaamka upande wa kushoto haufanyi kazi, na ni kijana. Ilipotokea kwa mara ya kwanza tukafikiri ni kitu cha kawaida, lakini ndani ya siku 3 unakuta vijana 10 wote wanaumwa ugonjwa mmoja. Tukaanza kupata shida. Kristo asifiwe. Tukaanza kupata shida. Asante Yesu, kwa sababu kulikuwa na vijana watumishi wa Mungu ambao wamelelewa vizuri wakati Ukwata, wakatulea kabisa. Wakatuambia kuna kitu ambacho hakiko sawa mahali hapa. Kuna vijana mnafanya mchezo na sakramenti na kushirikishwa. Amina, watu wa Mungu. Ni kweli iliitishwa ibada, yakafanyika tu maombi ya toba. Na kueleza kitu cha kweli, maombi ya toba. Baada ya maombi, watu waliokuwa wamelala mabwenini wakaamka wenyewe. Lakini ukijiuliza huo ugonjwa chanzo chake ni nini? Ni jinsi watu walivyokuwa wanaenda kushiriki. Kristo asifiwe. Kristo asifiwe. Ushafikiri kwamba mtu anaumwa magonjwa kwa sababu ya namna tu alivyoshiriki? Sasa hii ni kwenye chakula cha Bwana. Maana yake hata kwenye vyakula vya huko mtaani au chakula chochote kile kinaweza kikanuiwa maneno yoyote kwamba utakapokula magonjwa ya aina fulani ya kuingia. Tulienda hospitali hapo ya Benjamin Mkapa mwaka jana mwezi wa 10. Kuna wodi fulani sio kwamba ni wodi gani, lakini yule daktari mmoja akaniambia kitu kimoja, inabidi watumishi muombe sana vyakula mnavyokula. Sio kwamba ni mbaya, lakini akanipeleka wodi moja akanionyesha, umeona hao wote wanaolala hapa wote ni Wakristo, wote wana ugonjwa mmoja na wote wametoka eneo fulani. Lakini akasema huu ugonjwa ni wa ajabu sana. Ni ugonjwa ambao kwa jinsi ya kawaida unatokana na chakula, lakini ni ugonjwa ambao unachagua aina ya watu. Tunaenda sawa sawa. Yaani ni ugonjwa ambao unachagua aina ya watu. Huwezi kukuta mtu ambaye jina lake sio la Kikristo. Yaani una vitanda viko 30-40, unahesabu wamelazwa 29, wote ni Wakristo. Huu ni ugonjwa wa ajabu. Kristo asifiwe. Bwana asifiwe. Hospitalini pia wako madaktari wanatembea katika neno la maarifa. Wanaweza kutazama hivi wakasema hiki kitu hapana, sio kitu cha kawaida. Wasema lazima uombe, kuna kitu ambacho kipo kwenye chakula ambacho kinapambana. Angalia, mcheki huyu hapa alikuwa ni mchungaji. Mcheki huyu hapa alikuwa ni mwinjilisti kanisani. Mcheki huyu hapa, na wote wanaumwa. Kwa nini? Na ni ugonjwa wa aina moja. Hicho chakula hakiwadhuru watu wengine. Kwa nini kinadhuru tu watu wenye aina fulani ya utumishi ndani yao? Maana yake kuna kitu kinatokea katika ulimwengu wa roho ambacho kinasababisha madhara. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Lakini kitu kingine ambacho kwenye chakula tunaweza tukakipata kwenye chakula ni tabia mbaya. Tabia mbaya. Mtu kwa kula chakula tu anapata tabia ambazo hakuzikusudia. Unaenda tu umekula chakula unapata tabia ambazo huzikusudia. Tusome katika kile kitabu cha Hesabu sura ya 25. Hesabu sura ya 25. Hesabu sura ya 25. Hesabu sura ya 25. Mstari wa kwanza mpaka wa pili. Hesabu sura ya 25 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Mstari ambao tumekuwa tukiusoma mara kwa mara. Hesabu sura ya 25 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Basi Israeli akakaa Shitimu, kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu, kwa kuwa walialika hao watu waende sadakani, sadaka walizowachinjia miungu yao. Watu wakala chakula wakaisujudu hiyo miungu. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Tunaona hawa watu walikuwa wa ajabu sana.
Naenda sawa sawa. Ukisoma huko kuanzia sura ya 23 na sura ya 24 unaona ni watu ambao kwa kweli ilikuwa hata utamke neno la laana kiasi gani juu ya Israeli haliwezi kuipata. Hapa Mungu naomba nisaidie ile taratibu. Nisikilize mtu wa Mungu. Hesabu sura ya 23 ilikuwa ukitamka neno lolote la laana juu ya Israeli haipati. Akaitwa mchawi, akaitwa aina yote ya mtumishi, aina yote ya nabii, anaitwa jinsi ya kuilaani Israeli. Akajaribu mara nyingi kuilaani Israeli, akashindwa. Sasa hapa kwenye Biblia wamefupisha, ila kwenye Ufunuo na kuna baadhi ya maeneo mengine wamejaribu kueleza kilichotokea. Baada ya kujaribu mbinu zote za kuilaani Israeli na wakashindwa kuilaani, ikabidi watafute njia nyingine. Njia ya kwanza ni kwa kuwatengenezea mazingira ambapo watafanya kitu kitakachowakorofisha wao na Mungu wao. Na mlango pekee ambao waliweza kuutumia ni kwa kutumia nini? Chakula. Wakawaalika mahali waje wapate chakula pamoja, na wakafanya na kasherehe kadogo, wakapanda na wakakusujudu na Mungu mwingine. Baada ya hapo, Biblia inasema wazi kabisa, ghafla watu wakaanza kuzini bila utaratibu. Sasa hebu tufikirie watu wa Mungu, tufikirie tu wa kawaida. Huyu mtu alikuwa mzuri kabisa, alikuwa hana shida kabisa, ameenda tu mahali amekula, ghafla roho ya uasherati imeingia ndani yake. Ameenda tu amekula chakula mahali, ghafla roho ya uasherati kamwingia mahali yake. Na ukisoma Biblia hapo mbele inachokuja kueleza mahali hapo, ikabidi Mungu aanze kuiadhibu Israeli, kwa sababu tayari kuna milango ilifunguliwa. Amina, watu wa Mungu. Kuna milango ilifunguliwa na ikaruhusu mapigo ya Mungu katika maisha yao. Kristo asifiwe. Kitu gani ambacho nataka nikwambie? Kuna watu ambao tabia unazoziona wakiacha kula chakula sehemu fulani waliozoea, hizo tabia wataziacha. Kuna watoto ambao unaona wana tabia fulani ambazo unaziona ambazo sio za kawaida, wakibadilisha maduka tu wanayoenda, hizo tabia ghafla utashangaa wanaziacha, kwa sababu sehemu zingine vyakula wanavyovishiriki vimetolewa katika ibada zao. Kwa wanapokula vinasababisha iingie ibada nyingine. Mimi hapa ni mashahidi. Sasa hivi nafikiri mnafahamu moja ya kitu ambacho kimemwingiza rais wa Marekani, tunafahamu watu wa Mungu, si ndio? Rais wa Marekani kimemwingiza sana, tunatumia mifano ya nje zaidi kwa sababu ya nani? Ni alikuwa anapinga swala la nini, watu wa Mungu? Swala la ushoga, si ndio? Mbinu moja wapo inayotumika kubandikiza hiki kitu ni kitu gani, watu wa Mungu? Ni kwa kutumia chakula. Amina, watu wa Mungu. Ni kwa kutumia chakula. Watawapa vitu vingi, watawapa vitu vya ajabu ajabu ambavyo sio vya kawaida. Kwa nini baada ya kula ghafla unashangaa tu mtu anaanza kujisikia na mimi bwana natamani kuoga? Lakini watu wale wanatumia nini? Chakula. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Lakini kitu kingine ambacho chakula kinaweza kupitisha ni kukataliwa. Mtu anaweza akala chakula na baada ya kumaliza tu chakula watu mkawa hamumtaki kabisa, kwa sababu tu amekula chakula. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3, maandiko yanasema wazi kabisa, baada ya Adam na Eva kula lile tunda, kitu gani kilitokea? Mungu aliwakataa. Tunaenda sawa sawa? Maana yake chakula unaweza ukala alafu ghafla roho ya kukataliwa ikaanza kukuingia. Kabisa roho ya kukataliwa ikuingia. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kikaingia kwa kutumia chakula ni kufukuzwa. Unaweza ukajikuta ghafla kukataliwa na kufukuzwa. Bado tuko pale pale kwenye Mwanzo ile sura ya 3 kwamba baada ya Adam kula matunda na hewa, kilichofuatia walifukuzwa kwenye bustani ya Eden. Tunaenda sawa sawa? Na kukataliwa kuingia katika maisha yao kwa sababu ya kushiriki chakula. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kikawepo kwenye chakula, kitu kingine ambacho kinaweza kikawepo kwenye chakula pia ni mauti. Roho ya mauti inaweza ikawepo kwenye chakula. Ndio maana unaweza kukuta watu wengine wakawa wanasubu, wanaweza wakawa na vitu vya namna fulani na vitu vya namna gani.
Roho ya mauti inaweza ikawekwa kabisa katika chakula na ukapata chakula kile. Ukienda kusoma katika kile kitabu cha Wafalme wa Pili sura ile ya 4 mstari wa 40 mpaka 44. Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 40 mpaka 44. Utaona maandiko yanasema wazi kabisa, kulikuwa na chakula kizuri kimepikwa mahali na watoto wa wana wa manabii, lakini manabii wale wakaweza kuona. Naomba nisome hili neno. Hili neno huwa linanifuata ufunuo mkubwa sana. Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 40 mpaka wa 44. Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 40 mpaka wa 44. Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 40 mpaka wa 44. Maandiko yanasema hivi: basi wakawapakulia hao watu ili wale. Ikawa walipokuwa katika kula chakula, wakapiga kelele wakasema, mauti imo sufuriani, mtu wa Mungu, wala hawakuweza kula. Lakini yeye akasema, leteni unga, naye akatupa ndani ya sufuria, akasema, wapakulie watu ili wale, wala hakikuwamo kitu kibaya sufuriani. Kristo asifiwe. Huu mstari naupendaga sana kwa sababu huo unanifundisha kitu kimoja. Hawa watumishi walikuwa ni kwenye sherehe, ni huduma, zilikuwa ni huduma za waonaji, walikuwa wamekaa mahali wanaendelea kufundishwa na ni shule za waonaji, lakini walikuwa na uwezo mkubwa sana wa kuona. Tunaenda sawa sawa? Yaani walikuwa na uwezo mkubwa sana wa kuona, kwa sababu walikuwa wakipakuliwa chakula hivi, wanaweza kugundua kwamba katika sufuria kuna mauti. Kwa sababu Biblia inasema wala hawakuweza kula. Tunaenda sawa sawa? Maana yake hawakuonja wala kufanya kitu chochote. Walikitazama tu chakula hivi, wakaona kwamba kwenye sufuria kuna mauti. Kristo asifiwe. Hawa maana yake uwezo wao wa kuona ulikuwa ni mkubwa sana, na walikuwa na neema kubwa sana ya kuona hivyo vitu. Lakini waliweza kujua kabisa katika sufuria kuna mauti. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Lakini kitu kingine ambacho katika chakula ambacho naweza nikakueleza haraka haraka, chakula siku zote kinaweza pia kikawa na baraka. Amina, watu wa Mungu. Chakula kinaweza kikawa ni njia yako ya wewe kupata baraka. Chakula unachokula inaweza ikawa ni njia yako wewe kupata baraka. Hebu tusome katika kitabu cha Mwanzo sura ya 27. Ni mstari ambao tumekuwa tukisoma mara kwa mara. Mwanzo sura ya 27 mstari wa 4. Mwanzo sura ya 27 mstari wa 4. Mwanzo 27 mstari wa 4. Maandiko yanasema hivi. Tukianzia ule mstari wa 3. Maandiko yanasema, basi na kuomba, chukua mata yako, podo lako na upinde wako, ukaende nyikani uniwindie mawindo, ukanifanyie chakula kitamu namna ile niipendayo, ukaniletee ili nile, na roho yangu ikubariki kabla sijafa. Kristo asifiwe. Jamani, hapa ni mzazi anataka kubariki. Amina, watu wa Mungu. Anataka kubariki, lakini kabla hajataka kutoa ile baraka, anamwambia mtoto wake Esau kwamba nenda kanitafutie chakula, kanitafutie nyama huko porini, alafu mtengeneze, na sio mtengeneze tu, unifanyie chakula nikipendacho, kisha roho yangu iburudike. Tunaenda sawa sawa? Halafu ndo nifanyeje? Nikubariki. Mama mmoja, kwanza story ya kweli kabisa, alikuwa amekaa miaka karibia 12 hajawahi kupata mtoto kabisa. Miaka 12. Siku moja akatembelewa na mchungaji nyumbani kwao. Tunaenda sawa sawa? Ni mchungaji tu akamtembelea. Basi sijui, unajua kuna shuhuda zingine unapozisikia unacheka kabisa, lakini inaonekana yule mchungaji alikuwa, tunaenda sawa sawa, hajawahi kula chakula kizuri kwa muda mrefu. Tunaenda sawa sawa? Unajua maisha saa zingine unakuta mtu amefunga muda mrefu sana. Tunaenda sawa sawa? Lakini saa zingine unakuta labda washirika wanaenda kumsalimia. Tunaenda sawa sawa? Kwa alikuwa hajawahi kula chakula kizuri kwa muda mrefu. Yule mama, kwa sababu ni ratiba ya mchungaji kutembelea nyumba mara kwa mara, akafika kwenye ile nyumba, akatengenezewa chakula vizuri kabisa. Mchungaji alikula, akafurahi.
Sasa unaona mchungaji anakula mpaka machozi yanamtoka. Kaambia mchungaji, shida ni nini? Sema kuna changamoto kidogo nilikuwa napitia hapa, lakini leo nimefurahi sana, nimekula chakula hiki nimekipenda sana. Tunaenda sawa sawa. Basi wakamaliza mahali pale. Sasa baada ya kumaliza, kawaida mchungaji lazima aombe. Tunaenda sawa sawa. Na unajua wachungaji hawana masala ndefu, amina watumishi. Wana sala fupi za neema nzuri. Tunaenda sawa sawa. Akasema kitu ambacho kilisema. Akasema, Mungu, nimeshiba na nilikuwa na njaa. Ninaomba nyumba hii isiwe na ukiwa. Tunaenda sawa sawa. Isiwe na ukiwa. Akasema huko kwa machozi. Basi kwa sababu wale wamezoea kuombewa. Unajua kuna saa umezoea kuombewa, amina watu wa Mungu. Umezoea kuombewa, unasema na huyu naye anatuombea tu. Wakamaliza. Ndani ya mwezi ule ule mama akapokea mtoto na akaweza kujifungua. Kitu gani nataka nikwambie? Kuna namna ambavyo kuna baraka zingine unaweza ukazipata kwa kupeleka chakula tu mbele ya mtu. Kwa kupeleka tu chakula mbele ya mtu. Unajua saa zingine kuna mtumishi mmoja ambaye tunafanya kazi wetu, huwa anatueleza wazi kabisa, saa zingine anapoona mambo ni magumu, yeye ameitwa kwenye huduma ya kuombea wagonjwa, anapoona mambo ni magumu kwenye familia yake, anashika chupa ya uji, anashika vitu, anaenda hospitalini, anatafuta wale wagonjwa ambao hawajaja kutembelewa na mtu, na wana hali ngumu, anawapa kile chakula. Sikiliza, yule mgonjwa anaweza tu akasema Bwana akubariki. Hapo nataka nikwambie, kabla hajasema Bwana akubariki, kuna machozi yalikuwepo mahali hapo. Akilia, Mungu, sina mtu wa kuniona mahali hapa, naomba uniletee mtu. Alafu ghafla wewe unakuja na chakula. Na anatueleza wazi kabisa, akishafanyaga kitu anashika mambo kwenye familia yake, kama kulikuwa ni ada hakuna, kama ni kitu fulani kilikuwa hakipatikani kiwepesi, ghafla anaona kinapatikana. Kristo asifiwe. Kitu gani ambacho kimepitisha hiyo baraka? Ni chakula. Mtu tu ametoa chakula, ghafla amebarikiwa. Amina watu wa Mungu. Amina watu wa Mungu. Hebu tusome neno lingine kabla tujaingia kwenye ajenda ya mwisho. Mathayo sura ya 10. Mathayo sura ya 10 mstari wa 42. 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 Maandiko yanasema hivi: na mtu awaye yote atakayemnywesha mmojawapo wa wadogo hawa kikombe cha maji ya baridi, kwa kuwa ni mwanafunzi, amini nawaambia, haitampotea kamwe thawabu yake. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Nasema Kristo asifiwe. Hebu tusome huu mstari kwa jicho la ualimu. Ndugu zangu, kuna kitu mstari unatuambia. Kuna swala la kupewa thawabu. Tunaenda sawa sawa eh? Kuna swala la kupewa thawabu ambalo lipo. Unapofanya kitu chochote mbele za Mungu, thawabu zako huwa zinaandaliwa za kupewa. Lakini katika huu mstari unatuonyesha wazi kuna watu ambao wanapoteza zile thawabu zao. Tunaenda sawa sawa? Kuna watu wanapoteza thawabu zao. Inawezekana labda ulimtendea mtu kitu chema huko miaka mingi, alafu ghafla hapo kwa sababu umeishi maisha fulani hivi, baraka ya Mungu inapotaka kukufikia inakuwa imepotea, kwa sababu imekukuta katika mazingira ambayo haupo sawa. Lakini hapa Yesu anatuambia wazi kabisa, ikitokea mtu, ukianzia pale mwanzo anasema ikitokea amewapokea watumishi wa Mungu atakuwa amempokea na mimi. Ikitokea amepokea nabii, naomba nabii itakuwa juu yake. Lakini hapa anasema ikitokea mtu amewahudumia wanafunzi wa Yesu kwa kikombe tu cha maji, yeye hamwambii kwamba utabarikiwa mashambani, utabarikiwa nini. Anamwambia zile thawabu zako hazitakupotea kamwe. Maana yake kama kuna baraka ambayo Mungu alikuwa amekusudia ikufikie, kwa sababu tu umehudumia wale ambao ni wanafunzi wake, kwa lugha sasa hivi ni watumishi wake, Mungu anakuhakikishia haitapotea kamwe ile thawabu yako. Na unawahudumiaje watu wa Mungu? Kwa kutumia kikombe cha maji.
Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Maana yake nini? Ukianza kuona vitu hivi vinatokea katika maisha yako, lazima ujifunze kuvifanya mara kwa mara, kunyanyua imani yako kwenda kutumia chakula kwa ajili ya kuvuta baraka. Nimekueleza wazi kabisa, chakula kinaweza kuleta laana nyingi pia, lakini chakula pia kinaweza kuvuta baraka yako, kuvuta baraka zako nyingi. Nataka nikwambie, kuna watu tuko mahali hapa, kinachotakiwa tu saa zingine ni turudi majumbani kwetu, turudi kwa wazazi wetu, tupike chakula kizuri. Pika chakula kizuri kwa yule baba, kule mama pale. Utashangaa kitu kitakachotokea. Anaweza asiongee, lakini anaweza akatamka maneno ambayo hayo maneno yanaishi sana. Ngoja niwaambie kwa katika unapotembelewa na mtumishi anapokuombea, amina, watu wa Mungu, vitu vya kuzingatia. Usifurahie tu urefu wa sala, amina. Angalia pia matamko. Tunaenda sawa sawa. Unaweza akaomba lakini ukawa na matamko machache. Tunaenda sawa. Matamko yana umuhimu sana. Tunaenda sawa sawa. Ndio maana mzazi yeye anaweza hata asiombe mbele zako, akasema Bwana akufungulie njia zako. Amemaliza. Ni tamko. Tamko ni kitu kinachoamrishwa. Tunaenda sawa sawa, kitimilishwe. Kwa mtumishi anapokuja kuombea nyumba yako, pamoja na kuomba, moja ya kitu cha kukisikiliza kwa makini, sikiliza yale matamko anayoyatamka juu ya maisha yako. Ukae nayo katika maombi na uendelee kuyashikilia, kwa sababu yale Mungu ndio anayafuatilia. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Kwa unapohudumia kitu cha namna hiyo, ni lazima uweze ukisikiliza. Sasa katika swala la chakula, pointi ya 3 tumalizie labda na hii, alafu nyingine tuendelea nayo kesho. Chakula nimekuonyesha wazi kabisa, unaweza ukala kwa njia ya kawaida kama mdomo. Amina, watu wa Mungu. Ukala tu kama unapokula ndizi, unapokula mpera, unapokula machungwa, unapokula maembe. Lakini chakula pia unaweza ukala kwa njia ya ndoto. Tunaenda sawa sawa? Unaweza ukala kwa njia ya ndoto. Lakini pia chakula unaweza ukala kwa njia ya nafsi. Kwa nafsi nimekueleza wazi kabisa, nafsi yenyewe kwa kusikiliza na kwa kutazama inailisha sana nafsi yako. Sasa nataka nikuonyeshe kitu kimoja kuhusu chakula. Madhara ambayo tumeyaona hapa na faida ambazo tumeziona hapa kwenye swala la chakula. Tunaenda sawa sawa? Kama tumeona madhara ya kula chakula cha kawaida, kinaweza kuwa na mauti. Unaweza baada ya kula chakula ukajikuta umepata tabia mbaya, unaweza ukajikuta umeingiwa na roho mchafu, unaweza ukajikuta umeingiwa na kitu cha ajabu, unaweza ukajikuta umeuza hata haki yako, unaweza ukajikuta vitu vingine umepoteza hata vitu vingi kwa sababu ya kula chakula. Vivyo hivyo, ukila chakula kwenye ndoto, ni mawili yanaweza yakatokea. Tunaenda sawa sawa? Aidha ukute unapata baraka au ukute unapata madhara yake. Tunaenda sawa sawa, watu wa Mungu. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Tunaenda sawa sawa. Vivyo hivyo, kama ambapo ulikuwa ukila chakula cha kawaida unapata baraka au laana, hata ukila kwenye ndoto pia unaweza ukapata baraka au laana. Na nataka niwaambie watu wa Mungu, ni mara chache sana kwenye ndoto, mara chache sana utakuta ni baraka inatokea. Na nitakupa mfano yake. Inaweza katika mara chache sana ukawa unakula chakula kwenye ndoto ikawa ni baraka, lakini mara nyingi sana huwa ni upande wa pili. Kristo asifiwe. Unakuta mtu anakula chakula, akishakula chakula ghafla kesho kazi hana. Kesho kazi hana. Nimekuonyesha wazi kabisa katika kitabu cha Mwanzo kwamba mtu kwa kutumia chakula alipoteza urithi wake. Kwa mtu anaweza akaota akakula chakula vizuri, kesho akaamka usiampendi. Kuna mtu akala chakula vizuri tu leo, amekula chakula vizuri tu, kesho akaamka anakuwa barua ya kufukuzwa kazini. Aliota anakula kazi, kula chakula chake. Kuna rafiki yangu mmoja ambaye tulikuwa tunaomba naye, alikuwa ananielezea kitu cha kweli kabisa. Yeye kila akiitwa kwenye interview, kila akiitwa kwenye nini? Interview, lazima aote anakula chakula. Na ni chakula kizuri tu. Kristo asifiwe. Kila akiitwa kwenye interview lazima aote anakula chakula. Sasa kwenye ndoto hataki kwenda huko ndani sana, kwa sababu ndoto inategemea pia na Mungu. Ndio sawa sawa. Tafsiri ya ndoto ya kwangu inaweza
isiwe tafsiri yako kwako. Tunaenda sawa sawa, lazima ufahamu uwe na msingi imara wa namna hiyo. Tunaenda sawa sawa, kutokana pia na mtu, kutokana na mazingira, kwa sababu Mungu husema na mtu kutokana na mazingira yake yeye. Kristo asifiwe. Unajua ni kama mafundi, ukienda kwa fundi viatu, ukisema naomba namba 9, uelewe kabisa atakuletea kiatu namba ngapi? Namba 9. Lakini ukienda kwa fundi gere, ukisema namba 9, anakuletea nini? Star. Tunaenda sawa sawa. Kwa kila kitu inategemea Mungu na jinsi anavyotreat wewe. Kuna tafsiri inaweza ikawa sahihi kwa huyu, lakini tafsiri hiyo si sahihi kwa mtu mwingine. Kwa mwingine akiota kwamba anakula chakula, labda anakula nyama, kwa mwingine inaweza ikawa anapata mpeleko mkubwa sana wa kiuchumi. Lakini kwa mwingine ikawa ni matatizo makubwa sana yanakuja. Ndio maana lazima uisikize sana ndoto ya chakula vizuri kwa makini sana, na uweze kuisoma nafsi ya huyu imejengwa katika msingi upi. Sasa kwa huyu rafiki yangu, yeye ilikuwa kila akiota anakula chakula, akienda kwenye interview lazima litatokea tatizo, watamrudisha hadi mlangoni tu pale. Anaweza akakwambia kabisa, nimepanga vieti vyangu kabisa, nakumbuka kesho naenda kwenye interview, naenda kabisa kwenye interview vizuri. Lakini akishaota hiyo ndoto, kesho anaweza akaamka kasahau vieti, akasahau nini, akafika pale. Na unafahamu kabisa unaenda kwenye interview bila vieti unarudishwa. Ikamtokea zaidi mara nyingi. Mpaka tulipoanza kuomba naye na kutengua hicho kitu ambacho anakula mara kwa mara, ndipo akapata ushindi na akapata kazi. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Kitu gani ambacho nataka nikuonyeshe? Madhara yale ambayo unayapata kwa kushiriki chakula kwa jinsi ya kawaida, ni madhara hayo pia unaweza ukayapata kwa kushiriki chakula kwenye nini? Kwenye ndoto. Lakini pia inaweza ikawa faida. Naomba tusimame, mengine tutaendelea nayo kesho, watu wa Mungu. Tusimame, watu wa Mungu.